الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل: أقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأصلي وأسلم على حبيبه سيدنا محمد القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم. إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. أما بعد،
faya ikhwata al-a'izza wa ya hurras al-aqida, usikum wa usi nafsi bitaqwa Allah. Moja katika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni pale aliposema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ndio mtume pekee alioletwa kuwa ni rehma kwa viumbe vyote. Ukilinganisha na bi'tha za mitume iliyotangulia huko nyuma, ilikuwa ikija kwa maeneo fulani tu, kwa makabila au vitongoji fulani tu, lakini ujio wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mtume wa ulimwengu wote, wa watu wote na viumbe vyote vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni wahusieni waja wa Allah pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumcheni sana Allah. Hakuna namna iliyokuwa bora, iliyokuwa nzuri, iliyokuwa na thamani, iliyokuwa ya hakika katika kuyalinda mazuri tunayoyafanya, na ilikuwa ya hakika katika kututhibitishia namna ya kuyaepuka mabaya asiyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba ndio namna sahihi, isipokuwa ni kuyafanya yote hayo kwa kuhakikisha tunatafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumombe Mwenyezi Mungu atujalie katika wale ambao wanaoyafanya ni kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu na wafikwe na umauti katika uhai wao ilhali wapo katika njia ya sawasawa anayoitaka na kuiridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa dakika chache kuelekea katika iqama ya salati al-Jum'a, na kwa kuwa tupo katika mwezi wa mazazi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuishi leo na aya ya Mwenyezi Mungu anayosema kwamba nafasi ya mtume katika maisha yetu, amekuja ili tuige tabia njema za sawasawa kupitia yeye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika suratul Ahzab, aya ambayo nimetangulia kuisoma katika utangulizi wa khutba yetu ya mwanzo hii, Mwenyezi Mungu anasema laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, akiona maana kwamba kama unahitaji tabia za sawasawa, kujipamba nazo, kujitengeneza katika ubinadamu wa hakika, kuonesha thamani yako aliyokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kuhakikisha kwamba unaiga tabia za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Haya ni maelekezo ya Mwenyezi Mungu anayotuonesha mimi na wewe njia na mapito sahihi tunayopaswa kuyapita kukamilisha ubinadamu tuliokuwa nao. Tunasema haya kwa ithbati ya Bwana Mtume Muhammad. Ile siku aliwaambia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in juu ya ujio wake kwamba innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq, nimetimilizwa kwenu na nimeletwa kwa nafasi niliyokuwa nayo katika maisha yenu. Lengo kuu nilokuja nalo liutammima makarima al-akhlaqi, ni kutimiza tabia njema. Manake tabia njema zilikuwepo, zililetwa katika ulimwengu kupitia mitume iliyotangulia, lakini nani aliyokuja kuzitimiza kwa ukamilifu wake? Ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunakwenda kusherehekea na kuadhimisha mazazi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni wakati huu sasa kila mmoja ajitazame tabia alizokuwa nazo na tabia za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinawiana. Ni wakati wa kujichunguza, wapi umemfuata mtume na wapi haujamfuata Mtume Muhammad. Sio nyakati tena za kukaa katika mitandao, kukaa katika maskani, kukaa katika vijiwe, kuendeleza mabishano na kujibizana juu ya inafaa kumswalia mtume na kumsifia ama haifai, bali ni wakati wa wewe mwenyewe kujichunguza katika nafsi yako. Maadhimisho haya ya mazazi ya Bwana Mtume Muhammad, iwe unamswalia mtume kwa kufanya maulidi au umswalii mtume kwa kufanya maulidi, iwe kwako jambo hili ni halali na linafaa, iwe kwako jambo hili halifai na ni bid'a, kwa namna yoyote itakayokuwa,
lakini kwa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba mtume ndio kiigizo chema cha tabia za sawasawa, jitazame na ujikague kuanzia asubuhi yako mpaka unaporudi nyumbani kwako usiku. Unaishi vipi na Mtume Muhammad katika maisha yako? Mama Aisha radhiallahu ta'ala anha wa ardha, siku moja aliulizwa na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim majma'in na wengineo waliokuwa, vipi zilikuwa tabia za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Masahaba ilikuwa wakati wote wao wana hamu ya kujifunza, kukopi na kuyanakili maisha ya bwana mtume, kuyaingiza katika maisha yao kila siku. Hawakutosheka tu kwamba tuliishi naye mpaka alipokufa ikawa ndio imeishia hapo, bali hata alipokufa, kwa kufuata maneno yale yale ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudhuni sadinikum min hadhihi alhumaira, endeleeni kuisoma dini ya Mwenyezi Mungu kwa huyu mke wangu, kwa huyu mama yenu. Ilikuwa bado wanaendelea kujifunza na kusoma tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa wake zake. Kwa hiyo ile siku mama Aisha akaulizwa, vipi ilikuwa tabia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabu la mama Aisha aliwaambia, kana khuluquhu alquran, tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilikuwa ni Qur'an. Ukitaka kumjua mtume alikuwaje katika kuzungumza na watu, nenda kaitazame Qur'ani inaelekeza vipi. Ukitaka kumjua Mtume Muhammad alikuwaje pale anapokutana na watu wasiomkubali, wanaomkera, wanaomtukana, wanaomdhalilisha, wanaomsema vibaya, wanaomfanyia kila aina ya vitimbi, alikuwa anawajibu vipi? Alikuwa akiishi nao vipi? Nenda kaisome Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utapata mafunzo yanayotakikana katika dini ya Allah. Haya maisha tunayoyaishi, kubaguana katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, eti tu kwa sababu huyu analikubali hili, analiona linafaa, na mimi ninalikubali hili la huku ndilo linalofaa, hili lisilofaa, ilhali yote ndani ya Qur'ani yapo, hala hayana matatizo yoyote, lakini kwa utashi tu na hamu zetu tukaamua haya tuyafuate, haya tusiyafuate, na tukawahisabu wale wote ambao hawakubaliani na sisi au hawafai katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo sio tabia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, ndio maelekezo ya Qur'ani. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ndio maelekezo ya Qur'ani. Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inaonesha wazi namna gani kila mmoja ana tabia zake, kila mmoja ana mifumo ya maisha yake, lakini aliletwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhakikisha kwamba sote tunasimama katika tabia anazozitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuziridhia. Mtume huyu ni yupi? Ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vipi tutayajua hayo? Ndio yale maneno ya mama Aisha aliposema, kana khuluquhu alquranu, zilikuwa tabia za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Qur'ani. Kama Qur'ani iliweza kusifu watu kwa mazuri walioyafanya, ndiyo tabia ya mtume hiyo. Kama Qur'ani iliweza kuelezea athari ya watu wema katika ulimwengu kwa yale walioyafanya, ndiyo tabia ya mtume Muhammad. Kama Qur'ani iliweza kuwataja wabaya namna ya kuwaepuka na kuacha historia zao ili ziwe kumbukumbu kwetu, tusipite mapito yale, ndiyo tabia ya mtume Muhammad. Kama Qur'ani inaelezea namna gani mtu anatakiwa awe msamehevu kwa watu, awe na tabia njema hata kwa wale wasiokuwa na imani yake na itikadi yake, muda wa kuwa sio wapigaji vita katika itikadi yake, hiyo ndiyo tabia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuishi katika mazazi ya bwana mtume Muhammad kwa kujichunguza na kujitazama tabia zetu na tabia za mtume Muhammad kupitia Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijabah.
Alhamdulillah wa usalli wa usallim ala habibihi sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faya ikhwatal a'izza, usikum wa usi nafsi marratan ukhra bitaqwallah. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni wausieni waja wa Allah kwa mara nyingine, pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumcheni sana Allah, ni wajibu na ndio thamani na ndio ulinzi bora wa mazuri tunayoyafanya, lakini pia ndio njia bora itakayotukataza na kuendelea kutuongoza tuyaache yale mabaya asiyoyaridhia Bwana Mtume Muhammad wala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tupo katika mwezi wa mazazi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata al-a'zza, niwakumbusheni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku moja alisema, ma min abdin mu'minin illa walahu dhanbun ya'tadu. Hadithi sahihi kwa kila mwana wa chuoni anaithibitisha. Mtume anasema, ma min abdin mu'minin illa walahu dhanbun ya'tadu. Anamtaja mja wa Mwenyezi Mungu yoyote ambaye ni muumini, kwamba hakuna mja yoyote wa Mwenyezi Mungu ambaye ni muumini isipokuwa anacho kijidhambi, anacho kijikosa fulani, ameishi nacho na anakizoea na anaishi nacho mara kwa mara katika maisha yake. Ya'tadu, amejizoesha naye. Maneno haya ingelikuwa Mtume amesema ma min ahadin, pengine tungepata uchochoro wa kujinasua sisi ambao tunadumu katika sala na tunadumu katika mambo ya kheri, tukajitoa. Na lau kama angesema ma min muslimin, pengine tungepata mwanya kwamba kwa kuwa hajataja muumini, inawezekana waumini wakanasuka katika hili. Lakini kutajwa muumini ambaye Mwenyezi Mungu amemtaja katika maeneo mengi kwa lugha nyingi, lakini moja tu pale aliposema muumini akitajiwa Mwenyezi Mungu moyo wake unapata hofu. Alimtaja Mwenyezi Mungu muumini kwa moja ya sifa, ni sifa yake hiyo. Hapa Mtume Muhammad anasema hakuna mja yoyote ambaye ni muumini ila anayo dhambi anayoifanya, iwe kwa siri ama kwa dhahiri. Yaani ndio ugonjwa wake, ndio maradhi yake. Hadithi hii ituongoze kwamba hakuna mkamilifu kati yetu, vyovyote utakavyokuwa. Na yale maneno ambayo tunaishi nayo katika jamii zetu kwamba kukosea ndio ukamilifu wetu, maana yake hakuna mkamilifu. Maana kuna watu wamelishika ili neno kwamba kukosea ndio ukamilifu wa mwanadamu, akalichukulia kwamba hii ni ruhusa ya yeye kukosea. Bali hili neno linathibitisha kwamba hakuna mkamilifu, bali al-insanu ala nafsihi basira, kila mmoja anajijua ndani ya nafsi yake namna alivyo. Sasa kuelekea katika mazazi haya ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabla haujataka kumwataki yule ambaye ameamua yeye kusherehekea mazazi haya kwa kufanya maulidi ama kufanya jambo lolote la furaha, kudhihirisha furaha yake katika jamii kwa namna yoyote, kabla ya wewe hujasimama kumuuliza na kumhoji na kutaka akupe kila aina ya ushahidi juu ya hiko anachokifanya, hebu anza kujikagua wewe kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umemfuata katika lipi na lipi? Anza kujikagua wewe. Maneno haya Bwana Mtume aliyosema kwamba hakuna muumini isipokuwa na dhambi
aliyoizoea ndani ya maisha yake. Jitafute ni dhambi gani ambayo wewe umeizoea, na tafuta namna ya kuiondosha na kujitibu na dhambi hiyo. Yawezekana ukawa ni mwenye kusali swala 5, yawezekana ukawa ni mwenye kushiriki mambo ya kheri, mashindano ya Qur'ani, kwenda kuyatembelea mayatima, wajane na kadhalika. Yawezekana ukawa na fungu kabisa, kila mwezi wewe fungu hili liende kwa mayatima, fungu hili liende kwa wajane, fungu hili liende katika vituo vya kuhifadhisha Qur'ani, fungu hili liende katika mahospitali kwa ajili ya kusaidia watu tiba zao na kadhalika. Yawezekana yote haya unayoyafanya ni ya kheri, lakini pengine kipo kijidhambi kidogo, nafsi yako inakijua, hicho kikaja kuyaporomosha yote haya unayoyafanya, na wenzio ambao naona kwamba wako katika kupotea kwa kumsalia Bwana Mtume Muhammad, wakaja kuokolewa na swala za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulisema mawiki kadhaa yaliyopita juu ya umuhimu wa kumsalia Mtume Muhammad. Nenda kaishi nayo. Jiulize, mimi si wasengenyi wenzangu? Jiulize, mimi si watukani wenzangu? Jiulize, mimi si wadhalilishi wenzangu? Kisha jiulize kwamba katika yale unayoyafanya wewe kwa siri ambayo watu hawayajui, ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayajua haya na anakuona nayo, hayo wakiyaona watu na wakaamua kuyasema na kuyatangaza waziwazi, vile wewe unavyowasema wenzako na wao watakavyokusema wewe, nani atakayekuwa amefedheheka zaidi? Wewe ni mpenzi wa Bwana Mtume Muhammad, wewe ni mfuasi wa Bwana Mtume Muhammad. Mtume katika maneno alipata kusema kwamba mwenye kumsitiri Muislamu mwenzie, Mwenyezi Mungu naye atamsitiri na fedheha zake siku ya Kiyama. Jambo tu ambalo wewe hukulitaka likawa ndio sababu ya kurushiana na maneno kwa yule anayelitaka, muda wa kuwa halina ukafiri ndani yake. Kweli ukamtie mwenzie ukafiri kwa sababu tu amekaa na mswalia Mtume Muhammad? Ikiwa huyu anayemswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kafiri, na yule naye aliokaa kule na ule msalaba na akasema yale anayoyasema kule, ikiwa huyu ambaye unasali naye eti tu kwa sababu yeye anasema Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam, kwa kuwakusanya watu na kuyafanya hayo, ukamwambia na ukaitakidi kwamba huyu ni kafiri, vipi yule ambaye hana sala, yeye hana kutoa sadaka, wala hana shahada katika ulimi wake, zaidi ya matusi ndio lugha yake na ndio maisha yake? Huyu naye utamuhitaji? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nenda kaisome historia siku aliporudi kuikomboa Makkah al-Mukarrama, alikuta nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iko mikononi mwa wasiokuwa Waislamu. Alitumia njia gani? Aliwatukana? Aliwatoa kama ambavyo yeye alitolewa? Aliwadhalilisha? Aliwafedhehesha? Tena hawa ni maadui wa Uislamu, ndio waliokamata funguo za nyumba ya Mwenyezi Mungu Al-Kaaba, lakini Mtume hakuwaoneshea ubaya, aliwaonesha tabia zake yeye, ambao mama Aisha anasema ndio tabia zilizomo ndani ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa na wewe ambaye unaishi na Qur'ani, unafeli vipi kuendelea kuonesha tabia za Qur'ani ndani ya maisha yako? Tunakwenda kuadhimisha mazazi ya Bwana Mtume Muhammad. Nenda kaadhimisha vyovyote utakavyotaka, lakini hebu nenda kajikague na wewe pia maisha yako yakoje na Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini nanyi au nasi ambao pia tunaona kukaa chini na kusema Allahumma salli ala Muhammad ndio njia bora ya kumsalia Mtume, pia tuitazame Qur'ani inatupa muongozo gani namna ya huko kumsalia Mtume Muhammad. Nimalize khutba yangu. Tuna watu leo tunaziishi hizi maulidi kwa kuwategemea mashekhe wanatutetea kihoja kwamba leo tunafanya maulidi sio bid'a, tunafanya maulidi ni jambo linalofaa na tunaishi nalo hivyo,
na tunaalikana kila kukicha, tunaanzisha maulidi mpya kila kukicha. Lakini tukiulizwa hoja, tunategemea kwamba mashekhe watakaokuja wakikaa pale mbele wataendelea kututetea juu ya haya mazuri tunayoyafanya ya kumsifu na kumtangaza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuchungeni nidhamu za namna ya kumsalia Mtume Muhammad. Kweli tunampenda na ni mahaba makubwa kwetu haya, na itikadi tuliyokuwa nayo itatutetea mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama haqqan. Lakini namna gani tunayafanya mapenzi hayo? Namna gani tunamsalia mtume huyo? Namna gani tunakwenda kusherehekea mazazi hayo ya Bwana Mtume Muhammad? Leo imefika wakati tunakwenda katika kuadhimisha mazazi ya Bwana Mtume Muhammad. Mitandao hiyo inahitaji matangazo, tunarusha hayo matangazo katika mitandao kwamba tunaadhimisha siku fulani mazazi ya Bwana Mtume Muhammad. Hatutosheki na picha zetu sisi tu kwamba ni mimi mwanamume, wewe mwanamume, kijana wako wa kiume. Hatutosheki kuziweka picha hizo mitandaoni kutangaza maulidi. Tutachukua mpaka wake za watu, tutachukua picha zao, tutatangaza maulidi za Bwana Mtume Muhammad. Mabinti za watu, tutatangaza maulidi ya Bwana Mtume Muhammad. Ya jamaa, tumemsahau Mtume Muhammad maelekezo yake? Wewe mwanamke unachukua picha yako, unaijua nafasi yako kwa sababu tu ya kumtangaza Mtume Muhammad? Hebu nenda kamtangaze Mtume Muhammad kwa nidhamu ile ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumtangazeni kweli, tumsalieni kweli, lakini kila mambo kuna namna zake na utaratibu wake. Kama unavyoona katika ibada ya sala kwamba kina baba tuko hapa, kina mama wako kule nyuma, wako pembeni, hatuwaoni, ila wao pengine wanaweza kupata namna ya kutuona sisi. Basi ndivyo hivyo pia tuyatangaze maulidi kwa sura kama hizo. Unakwenda katika maulidi unamkuta mke wa mtu namna alivyojipamba, utasema ndio anakwenda kuolewa, kumbe kaja tukumsalia Mtume Muhammad. Unakwenda katika maulidi ya Bwana Mtume Muhammad, unakuta madrasa imekaa pale na watoto na wanafunzi na wengine wake za watu wamekaa nao pale mpaka usiku wa manane kwa ajili ya kumtangaza Mtume Muhammad. Na wewe mume umekaa nyumbani, tunamsubiri mkeo aje umfungulie mlango. Ametoka wapi? Kwenye maulidi. Nenda naye. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Tumsome mtume na tumuige kwa tabia ambazo Mama Aisha amesema tabia zake zilikuwa ni Qur'ani. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الخليفة سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر الفاروق وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى علينا وعلى كل أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى عز وجل وأكبر. الله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
أقيموا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم وسدوا الخلل واستقيموا واعتدلوا يرحمني يرحمكم الله. استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا
أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.